wakuu wa chama changu, Chama cha Mapinduzi, uongozi wa kitaifa wako hapa wote, na juzi tumeingiza nguvu. Kwa hiyo tuna Comrade Mwandri kaingia, yuko na sisi hapa. Sasa subirini kumwambia katibu mkuu soma hiyo. Lakini pia tumebadilisha sekta ya uchumi na fedha, ndugu Jamal anakuwa mchumi na fedha. Asanteni sana. Nitambue uwepo pia wa Dr. John Jingu ambaye ni mtendaji mkuu wa mahakama anayewakilisha mhimili wa mahakama na wote waliokuja naye. Mheshimiwa Balozi Dr. Moses Kusiluka, katibu mkuu kiongozi, tambue uwepo wa ndugu Mansura Kasim, na yeye pia ni katibu mkuu kiongozi Serikali ya Mapinduzi Zanzibar na katibu wa Baraza la Mapinduzi. Mheshimiwa Profesa Kitila Alexander Mkumbo, waziri wa nchi, CRS, mipango na uwekezaji, kitambua uwepo wa mwenzio mlio saini leo, ndugu Juma Malik Akil, waziri wa fedha kwa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, kitambua uwepo wa mawaziri wote na manaibu mawaziri kutoka serikali zote mbili mliopo nasi hapa. Nitambue pia uwepo wa gavana wa Benki Kuu, yupo pamoja nasi Emmanuel Tutuba, lakini pia kamishna mkuu wa TRA, kwa naona sura yake kwenye screen, najua yupo pamoja na sisi. Waheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila, pamoja na wakuu wa mikoa mliopo nasi katika shughuli hii, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, ndugu makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu, ndugu Angelina Ngalula, rais wa shirikisho la sekta binafsi Tanzania, na viongozi wengine wote wa vyama vya kisekta. Kinitambue uwepo wa ndugu Ali Amur, sijui ni rais au mwenyekiti wa chemba ya biashara kule Zanzibar, waheshimiwa mabalozi na wakuu wa mashirika kimataifa mliopo, ndugu viongozi na watendaji wakuu wa taasisi za serikali na sekta binafsi, wafanya biashara na wawekezaji ndio hao, waheshimiwa viongozi wa dini, ndugu wanahabari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Karibuni Ikulu, na tumshukuru Mungu kwamba ametujalia kuwa na mkutano huu leo. Karibuni sana. Lakini kama mnavyofahamu, tarehe 1 Julai 2026 tulianza utekelezaji wa dira hii tunayozungumza ya maendeleo ya 2050. Ni safari ya miaka 25 ambayo Watanzania wanatarajia kuona taifa likipiga hatua kubwa zaidi kiuchumi, lakini kijamii, vile vile kisiasa. Katika muktadha huo, tunalenga kujenga Tanzania yenye uchumi shindani, jumuishi na himilivu, ambapo mambo yake mengi ya kufikia hapo nilipopataja yamezungumzwa hapa, na nyenzo tayari tumezizindua za kutupeleka huko. Na washukuru wote mlioko hapa pamoja nasi leo, na wale wote waliopata fursa ya kuzungumza kwa niaba ya taasisi zao kwa ahadi mlizoziweka kushirikiana na serikali katika utekelezaji wa dira hii na kujenga uchumi wa nchi yetu, na washukuru sana. Lakini vile vile niseme nimesikia changamoto zilizowasilishwa hapa, pengine baadaye nitagusia chache, lakini niseme nyingi tunazibeba na kuzifanyia kazi. Tutakwenda kuzifanyia kazi. Waheshimiwa viongozi, ndugu washiriki na wananchi wenzangu, sekta binafsi imepewa takriban 70% katika utekelezaji wa dira tunayoizungumza hapa ya miaka 25 inayokuja. Hivyo ni matarajio yangu kwamba katika safari yetu hii muhimu ya maendeleo, ninyi sekta binafsi mnayo nafasi kubwa sana ya kuongeza uwekezaji nchini. Sisi serikali kwa upande wetu tutaendelea kuweka mazingira wezeshi ya kisheria, kisera na kitaasisi
ili kuvutia uwekezaji wa ndani na nje ya nchi na kutuwezesha kufikia malengo ambayo tumeyaweka kwenye dira yetu kupitia nyenzo ambazo tumezizindua leo. Lengo letu kuu ni kuwa na uwekezaji unaounganisha uzalishaji mkubwa na uzalishaji mdogo, lakini pia biashara kubwa na biashara ndogo, kuweka daraja na kufanya ukaribu na sio kama ilivyo sasa. Na hapa tunazungumzia sasa pia urasimishaji wa sekta ambayo haiko rasmi. Tunaelekea huko. Tunataka uwekezaji unaokuza ujuzi wa nguvu kazi ya ndani, ikiwemo kuwawezesha makundi maalumu ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu kushiriki kikamilifu katika mnyororo wa thamani ya uzalishaji. Nasema kwa msisitizo kwamba utekelezaji wa Dira 2050 unahitaji sekta binafsi yenye maarifa, ubunifu na uwezo wa kukuza bidhaa, huduma ndani ya masoko ya ndani, lakini pia masoko ya kikanda na kimataifa. Na kuna ombi lilitoka hapa nadhani kwa rais wa sekta binafsi kwamba tuijenge sekta binafsi. Ilivyo sasa hamtafikia huku tunakotaka. Nami nataka kuahidi kwamba tutashirikiana kuijenga sekta binafsi. Nataka nione kwamba kama mlivyosema, wawekezaji wetu wa ndani, wafanya biashara wa ndani wanatoka nje ya mipaka yetu. Tumeanza kuona mashirika yetu na baadhi ya wafanya biashara wako nje ya mipaka yetu, lakini ni wachache. Kwa hiyo tunataka kufanya wengi zaidi, kuwatafutia fursa, tuwawezeshe na muweze kutoka nje ya mipaka yetu. Lakini vile vile niseme kwamba kuifanya Tanzania kwa kitovu muhimu cha uzalishaji na usafirishaji katika bara letu ilikuwa ni ndoto. Tulikuwa tunasema tu mdomoni, tafanya kwa kitovu cha biashara. Lakini jinsi mambo yanavyokwenda, tunaelekea huko. Hakuna shaka tunaelekea huko. Nilikuwa napitia kipeperushi hiki chenye taarifa kwa muhtasari tu ya mambo yaliyofikiwa. Kwa kweli jamani, Tanzania tunaelekea huko. Tunaelekea huko. Bado tuna kazi ya kufanya, lakini tunaona mwanga, wanasema nini? Chini ya tunnel, tayari tumeona mwanga. Kwa nadhani tunaelekea huko. Lakini niseme kwamba soko huru la biashara Afrika nalo litatufungulia fursa kubwa ya kupanua biashara na kuvutia uwekezaji. Kwa nalo tulitumie. Tuna fursa kubwa Tanzania. Nilikwenda Ghana, nikaenda Angola ndani ya Afrika. Na wote, na nilishangazwa zaidi Ghana, wanazungumzia Mbeya Rais. Wanazungumzia Mbeya Rais. Ghana, Angola wanazungumzia bidhaa za Tanzania. Nikauliza Ghana, why Mbeya Rais? Akasema Mbeya Rais, kama unaishi kwenye flat, ukichemsha kwenye flat yako, jumba lote lina harufu. Kwa hiyo we need Mbeya Rais kutoka Tanzania. Tatizo letu connectivity, jinsi ya kufikisha huko, na hiyo ndio kazi yenu private sector. Mkae mchemshe kichwa. Tunapeleka vipi bidhaa kwenye nchi jirani ambazo connectivity haijafika? Si serikali tunajitahidi upande wetu. Reli ya kati hiyo sijui tunakwenda mpaka DRC, tunajitahidi kwa upande wetu. Ambayo tuna reli nyingine hii ya kawaida itakayokwenda Zambia, tunaifanyia rehabilitation ambayo itaweza kutuconnect na Angola sasa. Wakifika Kapirimposhi safari inakwenda mpaka Lobito huko na kwingine. Tunajitahidi kufanya connection, lakini private sector mkiweka misuli tutakwenda haraka zaidi. Kwa connectivity ndani ya Afrika ndio tatizo letu, lakini bidhaa za kuuza tunazo. Kwa tujitahidi kuzalisha viwandani, lakini pia tuzalishe kwenye ardhi yetu ili tuuze. Nikisema hivyo inatulazimu sasa tuongeze uzalishaji, sababu bidhaa zipo na zinatakiwa. Tuongeze uzalishaji, tujenge viwanda vinavyoongeza thamani ya rasilimali zetu, tuzingatie viwango vya ubora na tupunguze gharama za kufanya biashara,
ambayo hii ni kazi yetu sote, sekta binafsi na nyinyi serikali, wote tuangalie njia ambazo zitatuwezesha kupunguza gharama za kufanya biashara ili bidhaa zetu ziwe shindani kwenye masoko ya kikanda na kimataifa. Natambua kwa baadhi yenu mnafanya jitihada katika mwelekeo huu, lakini idadi yenu bado ni ndogo sana ikilinganishwa na fursa zilizopo katika sekta zote, pamoja na nafasi yetu ya kimkakati ya kijiografia. Mungu ametupendelea, tuko pazuri sana. Sisi ni hub, hata kama hatukusema sisi ni hub, hata kama hatukuzalisha, sisi ni hub. Tulipowekwa ili uingie huko na huko na huko ndani ya Afrika, lazima upite Dar es Salaam. Kwa hiyo sisi ni hub ya kimaumbile. Kwa hiyo hii fursa Mungu aliotupa, twendeni tuifanyie kazi. Waheshimiwa viongozi na ndugu washiriki, mwelekeo wa uchumi ya siasa za dunia, kama mnavyofahamu kwamba kuna mabadiliko kila siku. Uchumi, siasa za dunia zinabadilika, na mabadiliko yale hayaathiri tu upande mwingine, lakini ni dunia nzima na sisi tukiwemo. Lakini kwa upande mwingine, amesema Kitila hapa kwamba misaada na mikopo tuliozoea inaendelea kuondoka. Mikopo ipo, lakini ile mikopo tulikuwa tukipata kwa njia nafuu inapungua. Tunaambiwa mmeingia uchumi wa kati, mnakwenda vizuri, sasa muingie mikopo mikubwa yenye riba kubwa kidogo, na sio ile ya concession tuliokuwa tukipata. Tunajitahidi kujitetea, lakini statistics, figures zetu zinaonesha kwamba tunaelekea kwenye mikopo sasa out of concession. Kwa hiyo na misaada ndio kabisa, amesema hapa, inapungua kutoka matrilioni tulikuwa tukipokea, sasa tunapokea bilioni 100 ngapi? 500 na kwa hiyo kunapungua. Hiyo ina maana gani? Ina maana tukaze buti, tufunge mikanda, tuzalishe tuuze, tuzalishe tule ndani, tuzalishe tuuze, na tupunguze kuagizia kwa yale ambayo tunaweza kupunguza kuagizia. Kwa hiyo ndugu zangu, tuna kazi kubwa bado ya kufanya. Tunapaswa kuzilinda na kuzitumia vyema rasilimali tuzojaliwa na Mwenyezi Mungu kwa nidhamu, uadilifu, uzalendo na ufanisi, ili tuweze kujiletea maendeleo yetu wenyewe. Katika safari yetu hii kuelekea 2030, tamko limeeleza yote tunayotakiwa kufanya. Nyenzo tayari zimeshazinduliwa. Lililobaki sasa ni utekelezaji. Sote, serikali na sekta binafsi, twende tukatekeleze. Nilipokuwa nikikabidhi ufunguo hapa, sekta binafsi wameshika huko kwa kufungulia huko, na serikali wameshika likichwa la ufunguo. Kwa sekta binafsi wakatuambia, sasa mtatujua, maana ufunguo huko kwetu, nyinyi mmeshika masera na masheria huko, lakini ufunguo wa kufungulia ni huku kwetu. Kwa hiyo wote twende tukafanye hiyo kazi. Sisi tutashika huko, na nyewe wekeni ufunguo kwenye mlango, tulifungue kufuli, wote twende kwa pamoja. Kama nilivyosema, nyenzo tayari zimeshazinduliwa, na nyenzo zile zinaeleza nini? Mawasiliano kati ya sekta binafsi na serikali, lakini na umma wote wa Tanzania, wawekezaji, wafanya biashara, umma wa Tanzania na serikali. Mawasiliano yamesema kula, lakini kubwa zaidi, jinsi ya kufuatilia mambo yetu na kufanya tathmini, kujua tumefanya nini, tumetekeleza nini, tumekosa nini, kipi kirekebishike, kipi kiongezeke. Nyenzo zote zimesema vizuri, na nimefurahi, nimeona vitabu vidogo vidogo vya peji ndogo ndogo nilivyoona kwenye meza yangu pale, ambavyo vinazungumza kwa lugha nyepesi, vinazungumzia mambo hayo. Kwa hiyo niombe sana Wizara Mipango na Uwekezaji, linalofuata sasa ni elimu kwa umma. Elimu kwa umma, wajue mkusanyiko wetu leo ni wa kitu gani, unahusu mambo gani, tunakwenda kufanya nini. Elimu kwa umma, kwa sababu atatokea tu wapotoshaji wapotoshe vyote vilivyofanyika hapa. Kwa hiyo twende tukatoe elimu kwa umma. Waheshimiwa viongozi, tumeshuhudia kusainiwa kwa tamko la pamoja
la sekta ya umma na sekta binafsi. Tamko hili linaonyesha utashi, dhamira na uamuzi wetu wa pamoja na utayari wa kuwajibika katika kufanikisha utekelezaji wa dira hii. Ni matumaini yangu kwa hiyo kuwa tamko lile tutalithamini na kuliheshimu na twende tukalitekeleze kwa ufanisi. Kila mmoja aliyesaini, kila sekta, nilikuwa na hesabu limesainiwa na watu 11, na maana makundi 11 ndani ya sekta ya biashara na uwekezaji. Kwa hiyo kila kundi likafahamishe watu wake lile tamko ni nini na tunatakiwa kwenda vipi kama Watanzania. Ni muhimu kutambua kuwa tunaanza utekelezaji wa dira tukiwa na misingi mizuri ya kiuchumi. Uchumi wetu umeendelea kuwa himilivu, mfumuko wa bei unadhibitiwa, uwekezaji umeongezeka na Tanzania imeendelea kujenga nafasi yake kama lango la biashara kwa nchi za Afrika Mashariki, Maziwa Makuu na Kusini mwa Afrika. Huo msingi wetu muhimu sana. Tunachotaka kufanya sasa ni kujazia juu na tuweze kwenda na safari yetu vizuri zaidi. Miaka 25 ijayo inaweza kuonekana ni mingi kwa kuisema. Miaka 25, na sisi tuofikia umri huu, sasa miaka 25 ijayo nipo kweli? Nitakuwa na mingapi? Unapiga 66 na 25. Ngapi? Nipo kweli? Mingi sana. Lakini kwa kazi tulionayo kujenga uchumi na nchi yetu ni muda mfupi sana. Mambo tulioyaweka kwenye dira ni makubwa mno, na kwa maana hiyo lazima tuanze sasa. Tusiseme tunaanza mwaka huu kwa maneno, tuanze kweli mwaka huu. Tuanze mwaka huu, twende tukatekeleze, ili angalau tutakapofika nusu tuweze kusema kweli tuna matarajio yakifika kule. Kama Mungu atatujalia tuwe hivi, mambo yaende hivi, kule tukifundishwa uchumi wa sani, ceteris paribus, kwamba kila jambo litabaki kama lilivyo na nyinyi mtakwenda kama mnavyojipangia. Kwa twendeni tukaanze sasa. Waheshimiwa viongozi na washiriki wote, napoelekea kuhitimisha, nipende kusisitiza kuwa amani na utulivu ni mtaji mkubwa kuliko mitaji tuliyoidai hapa. Kuliko mitaji tuliyoidai hapa. Unaweza ukawa na matrilioni ya mapesa, kama hakuna amani na utulivu, hii dira haitatekelezeka. Hatutaweza kufanya chochote. Lakini tunaweza tusiwe na pesa sasa, tuna malengo, tuna dira letu, kitabu chetu, lakini tukaweza kutekeleza kama tutakuwa na amani na utulivu. Niwaombe ndugu zangu wote wa Tanzania, sekta ya umma, sekta binafsi, wote twende tuweke amani na utulivu. Lolote unalohisi litavunja amani usiliunge mkono. Twende tuiweke nchi yetu vyema na twende tukatekeleze kazi zetu. Mfanya biashara anapofanya shughuli zake bila hofu, anafanya vyema na uchumi unakuwa. Na yule wa ofisini anapomhudumia mfanya biashara bila hofu, naye mfanya biashara anapata nguvu ya kwenda kufanya kazi yake vizuri. Kwa hiyo katika safari yetu ya dira 2050 ni wajibu wetu kuilinda amani ya nchi yetu. Tukilinda amani na utulivu, tutakuwa tumelinda uwekezaji, ajira, biashara na kasi ya ukuaji kwa uchumi. Huo ndio umuhimu wa amani na utulivu, na ndio maana nikasema ni mtaji mkubwa kuliko mitaji tunayohitaji kuwekeza kwenye miradi yetu. Sasa ndugu zangu, nihitimishe kwa kusisitiza kuwa ushirikiano kati ya sekta ya umma na sekta binafsi uendelee kujengwa juu ya misingi ya kuaminiana na kuheshimiana. Bila kuaminiana tutashutumiana, tutasemana, lakini tutakapoaminiana, hata tofauti zikitokea, tutakaa tuzungumze, ziende, sisi tuendelee na safari yetu. Kwa twendeni kwa kuaminiana na kuheshimiana. Kuna mambo kidogo tu labda niaguse, na la kwanza nadhani alilizungumza bwana wa makandarasi
kwamba wao ni 98%, wenzao ni 2%, lakini kwenye utekelezaji wa kazi is the reverse. 98% inakwenda kwa 2% na waliobaki 98% wanafanya 2%. Niseme hili tumeliona, lakini wote tujiulize kwa nini. Nyinyi jiulizeni na sisi serikali tujiulize. Sasa kwetu tumejiuliza, na hatua moja tuliochukua ni mabadiliko ya sheria, kwamba sasa tunasema miradi mingi itatolewa kwa wenyeji, wao waingie ubia na wageni katika kutekeleza. Kwa nadhani hilo litakwenda kutusaidia. Halafu jambo jingine lilozungumzwa hapa ni swala la kusubiri ndege. Sijui kutokana na ngazi kuwa chache za ndege zinazoteremsha, au sijui slowdown ya immigration, lakini whatever. Kama ni immigration sisi tunalichukua. Kama ni kusubiri ngazi ni chache, ni kazi yenu private sector. Tengenezeni kampuni, wekeni vifaa vya kushusha watu hapo. Jengine, miundombinu tunaendelea kulifanyia kazi. Tutaendelea kufanyia kazi. Kama mnavyojua miundombinu ile pesa ni nyingi. Kwa tunajitahidi kujenga miundombinu na tumefanya kazi kubwa na tutaendelea kufanya kazi kubwa. Swala jingine nadhani ilikuwa la visa, na tumeanza mazungumzo na zile kelele, yale maeneo ambayo yanapigiwa kelele. Nadhani karibu mtaona matokeo yake, kwamba tumezungumza nao na wametuahidi wataongeza watu katika utoaji wa visa au wataweka madirisha maalum kwa wafanyabiashara. Nadhani karibu itasahihika. Sasa ndugu zangu, Bina, nataka ruzuku tutoe serikalini, wakati wenyewe majiant mna generate mapesa huko, harusi mnazifanya kwa helikopta. Alafu kile kichache mnachotugaia ambacho tunataka tukiingize kwenye miundombinu hasa tukurudishie, hapana. Hii hapana. Hii naikata hapa haina mjadala, hapana. Hii hapana. Ila kujenga soko la madini kimataifa tutalifanyia kazi. Sasa ndugu zangu, baada ya kusema hayo, mwisho kabisa, shukrani kwa tunzo mlionipatia. Naipokea kwa moyo wa heshima na shukrani kwa kutambua jitihada katika kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji na kukuza uchumi jumuishi nchini. Lakini tunzo ile ni ya serikali kwa ujumla. Ni ya serikali kwa ujumla. Tumeipokea tunzo ile, na kama tulivyoahidi, nyinyi kila aliyesimama pale aliahidi commitment yake kwenye utekelezaji wa dira. Nasi serikali tunaahidi commitment yenu kwenye utekelezaji wa dira. Mimi kama kiongozi wa serikali ni mshumaa tu. Kazi yangu kuwaka, kutoa mwanga, huku ninateketea, lakini umati unafurahi. Hiyo ndo kazi yangu. Hiyo ndo kazi yangu. Kwa nitaendelea kuwa mshumaa. Mimi na mwenzangu hapa, Rais Dr. Mwinyi, tutaendelea kuwa mishumaa. Tutawaka, tutoe mwanga, japo tunateketea, lakini kama umati unafurahi, basi sie ndo shukrani yetu hiyo. Tutaendelea kuwa mishumaa. Kwa nawashukuru wenzangu wote ndani ya serikali pamoja na nyinyi sekta binafsi kwa kuwezesha mafanikio yote tuliyozungumza hapa. Asanteni sana.